Basi sisi tukawa tumeuka huko jikoni, ndo akanasema wanaomba huo msamaha. Ndio tukasikia kwamba anasema naomba anataka nimweke alama. Mwanamke aliyefahamika kwa jina la Leonola Madilo, mkazi wa Yerusalemu, mtaa wa Lunyanywi, halmashauri ya mji wa Njombe, anadaiwa kumjeruhi kwa kumkata mapanga mpangaji wake ambaye jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kiusalama, akimtuhumu kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mume wake. Tulivyosema tumwangalie ndani mwake hayupo, na huyo dada alivyomkata hapo akawa amekimbia. Ayo TV tumefika katika eneo hili na kuzungumza na Happiness Mwinuka ambaye ni shuhuda wa tukio hilo, ambapo anasema Juni 1 mwaka huu majira ya saa 3 usiku mama mwenye nyumba alimuita mpangaji wake nje na kumuuliza juu ya mahusiano na mume wake, lakini baada ya muda mfupi wakaona mama huyo anarudisha panga jikoni na kuondoka. Jambo la hatari, manake yule binti asingepiga kelele za msaada ingeweza kuwa janga kubwa zaidi. Aida Mwaka ni mjumbe wa serikali ya mtaa, anasema baada ya kupokea taarifa hizo walifika na kutoa msaada kwa binti huyo, ikiwemo kumfikisha hospitali, huku mama mwenye nyumba akikimbia kusikojulikana akiwa amemtelekeza pia mtoto wake mwenye umri wa miezi 4. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahamudu Banga amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kubainisha kuwa bado polisi wanaendelea kumtafuta mtuhumiwa. Ndio tulikaa hapa maana kuna tukio lilitokea ndio kuhusu huyo mwenye nyumba na huyu mpangaji mwenzangu. Maana na huyu alikuwa rafiki yangu, maana tulikuwa kama watatu. Na huyu rafiki yangu nilikuwa naye huko jikoni. Alafu huyo rafiki yangu huyo ambaye alijeruhiwa ndio akawa yupo na mwenye nyumba hapo nje. Ndio alikuwa anaongea. Maana japokuwa mazungumzo yao yalikuwa ni ya kawaida sana. Kuombana msamaha, japokuwa huyo mama alikuwa anadai kwamba kwa nini kuniambia toka muda. Basi yeye alikuwa anaendelea kuomba msamaha. Naomba nisamee, mimi nilikuwa naogopa kukuambia. Alafu sisi tulikuwa tumekaa jikoni. Maana sisi tukajua mazungumzo ni ya kawaida sana. Walikuwa wanaomba msamaha kati ya nani na nani? Huyo mwenye nyumba na huyo mpangaji mwenzangu aliyejeruhiwa hiyo. Maana tulikuwa kule jikoni na huyo mwenzangu. Basi tukawa tunasikia tunaomba msamaha, tukajua ni mazungumzo ya kawaida. Hata huyo mama pia alikuwa anaongea kawaida sana. Hata ile kitu alivyofanya tukajua ni kawaida, au tukutegemea kama itakuwa hivyo. Basi pakawa ameongea hapo nje, tukasikia kwamba anasema nataka nikuweke alama. Huyo mama anaongea kwa huyo dada. Wote walikuwa hapa nje, mimi na huyo mwenzangu tulikuwa hapo jikoni. Basi sisi tukawa tumeuka huko jikoni, ndo akanasema wanaomba huo msamaha. Ndio tukasikia kwamba anasema naomba anataka nimweke alama. Sasa sisi tukajua kwa pale tukufikiria itakuwa ni nini. Maana tukajua jinsi maongezeo yalikuwa ni ya kawaida. Kwa hiyo tukajua baba anaongea na wanayamaliza. Tukasikia kama mtu anapigwa hivi kama fimbo, kama mara 3. Katika kusikia hivyo tukakaa kidogo, tunaona huyo mwenye nyumba arudisha panga wapi? Huko jikoni tulikokaa sisi, akawa mfungua tu mlango amerushia hivi. Katika kurushia ndo nikamwambia rafiki yangu, bwana, mbona kama kuna kitu? Ndo kutoka nje tunakuta huyo dada, ndo akawa tunasema tumwangalie kwa ndani mwake, ndo kuta mlango upo wazi, na huyo dada alivyokuwa tulivyosema tumwangalie ndani mwake hayupo. Na huyo dada alivyomkata hapo akawa amekimbia. Si kuenda hapo, tukasema ngoja tumwangalie hapo juu, tukapandisha hapo juu, tukamkuta hapo juu ndo anaelekea hivi na damu zinamvuja. Tumwangalia hapo ndo kana adai kwamba naomba niache nikafie mbele, rudishe nyumbani ili tumzuie hizo damu zisifanye zisiendelee kutoka. Yeye anangania bado kwenda kule. Basi ndo tukasema tukapiga hapo, tukafika hapo jirani kupiga hodi hapo kwa Matedi, ndo kutoka na yeye kutusaidia hapo. Tukakaa kidogo na Batidi naye anakuja na pikipiki. Ndo hiyo pikipiki kama imeishia hapo juu ndo kuiita ikafika mpaka hapo, ndo tukanyanyua kumbeba huyo yu kwenda naye wapi? Huko kituo cha polisi kuchukua Rabi na kwenda hospitali ili aanze matibabu. Ndio usiku, maana ilikuwa shaangia saa 3. Ndo kwenda naye kule. Basi ndo tukaanza kufungua kadi, akaanza kupata matibabu. Basi tukashinda naye usiku mpaka asubuhi ya leo. Ndo tukawa tumeshinda naye kule mpaka mida hii. Ndo alianza kumtongoza huyo kutoka baba mwenye nyumba kumtongoza huyo mpangaji. Lakini anasema kwamba yeye alikuwa anaogopa huyo. Mwambia mama mwenye nyumba kwamba mume wake anamwambia hiki na hiki, alikuwa anaogopa. Na huyo mwenye nyumba anadai kwamba mimi nilikuwa najua toka muda, ila alikuwa amemwacha tu. Tulikuwa tuyaoni, ila kuna siku moja ninachokumbuka kama wiki 2 zilizopita au 3. Tulikuwa tunarudi kazini wote. Mimi na huyo rafiki yetu na huyo mwingine. Tukawa tunarudi kazini, akatuambia jamani kuna kitu nataka niwaambie kwa sisi sasa. Tukasema jambo gani? Ndio kutuonyesha nini message.
Tukasema mbona hii ni namba tu ambao si jina tujui nani. Akasema ngoja nimpigie mtasikia sauti. Akampigia. Tukasikia sauti ya nani? Ya mwenye nyumba. Baadaye akawa amekata. Akasema mmeshamfahamu? Tukasema ndio tumemfahamu. Basi mimi nikamwambiaje? Ile inaweza kawa kazua tatizo. Uachane naye tu. Wachane naye kupata matatizo kwa sababu wewe unakaa hapo hapo. Alafu pia anasema kwamba hata alipokuja hapa mama nyumba kama amemstili mara alikuwa hana chochote. Kuhusu kwenye kupika nini walikuwa wanashirikiana pamoja. Nikamwambia kwa hicho kitu akisema akikisikia atajisikia vibaya. Bora wachane nani na huyo baba achana naye tu. Basi toka hapo tukaongelea hilo swala tena. Mpaka ikawa imetokea hivi. Hamna. Na sasa tukumuuliza kuhusu kama alikutana wala nini. Labda kusema kukutana sehemu tofauti na hapa au kuonana huko sehemu hatujamuuliza. Nilipigiwa simu na Mwananchi akisema kwamba huku maeneo tunayoishi kuna kelele za kuomba msaada zimetokea. Kwa hiyo nasogea hapo nikaone kuna nini, lakini mara baada ya kufika akaniambia kwamba kuna mtu amekatwa mapanga, ambaye ni mpangaji amekatwa panga na mwenye nyumba wake ambaye ni mwanamke. Basi baada ya hapo nikamwambia sawa, ngoja nilifuatilie. Nilipopiga simu nikaamua kupiga simu kwa balozi. Balozi akasema hilo swala ni la kiusalama zaidi, inabidi apigiwe mtendaji ili atupe maelekezo nini cha kufanya. Kwa hiyo baada ya kupigiwa mtendaji akasema huyo mtu achukuliwe apelekwe kituo cha polisi kwa ajili ya PF3 ili akapate matibabu. Baada ya hapo kweli pikipiki ilifika ikamchukua yule mtu wakaondoka naye, lakini yule dada aliyefanya hilo tukio alikimbia. Japo alikuwa na mtoto mdogo, inasemekana mtoto akamwachia mume wake yeye akakimbia. Mpaka sasa haieleweki alipo. Kwa hiyo tukio hilo lilishtua watu, lilisikitisha. Lakini chanzo kikubwa inaonekana uivu wa kimapenzi. Mama mwenye nyumba anamuhisi mpangaji wake kutoka kimapenzi na mume wake. Ndio chanzo kilichopelekea hilo tukio. Kwa kweli swala kama hili halikubaliki. Hata kama mtu unamuhisia basi utaratibu mwingine ufuate, lakini sio kujichukulia sheria mkononi. Ni jambo la hatari. Manake yule binti asingepiga kelele za msaada, ingeweza kuwa janga kubwa zaidi kuliko hivyo alivyoishiwa kukatwa mguu na mkono. Kwa hiyo tuwaombe wananchi wanapopata jambo kama hilo wawe watulivu, wajaribu hata kuomba ushauri kwa watu wawili watatu waone linakaaje. 2026 hii majira kama saa 3 huko mtaa wa Lunyanyo alijeruhiwa kwa kitu chenye ncha kali kwenye mkono wa kushoto na mguu wa kushoto, na mtu ambaye amefahamika kwa jina la Nora, kwa jina moja tu la Nora, ambaye ametoroka na sisi kama jeshi la polisi tunaendelea kumtafuta. Pia ya kumtuhumu kwamba huyu ana mahusiano na mume wa huyu Nora. Yaani huyu majeruhi ana mahusiano ya kimapenzi na mume wa huyu Nora. Ndio sababu kubwa. Kwa sababu kubwa ni wivu wa mapenzi. Hii ni ripoti ya Ayo TV kutoka hapa mkoani Njombe, na mimi ni Amiri Kilagalila.